wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, waheshimiwa wakuu wa mikoa mkiongozwa na mkuu wa mkoa mwenyeji na wakuu wa wilaya mliopo, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa baraza la wawakilishi, waheshimiwa madiwani na masheha, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa balozi mbalimbali mliopo, wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Katiba, Sheria, pamoja na watendaji wote wa serikali mliopo hapa, wawakilishi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, wawakilishi wa wadau wa maendeleo, asasi za kiraia na taasisi za kitaaluma, waandishi wa habari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika uzinduzi wa awamu ya pili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yaani Mama Samia Legal Aid Campaign awamu ya pili. Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri wa sheria wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa uratibu na usimamizi mzuri wa maandalizi ya kampeni hii ya awamu ya pili na namna mlivyosimamia utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Hakika kampeni hii imekuwa ni chachu kubwa katika kuhakikisha wananchi hususan wasiokuwa na uwezo wanaifikia haki kwa wakati na kwa ufanisi. Aidha, nawapongeza wadau wote walioshiriki katika utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza. Kwa hakika ushiriki wenu wa hali na mali umewezesha kufikia azma ya kuwahudumia wananchi wengi zaidi wakati wa utekelezaji wa kampeni hiyo. Kadhalika, nawapongeza sana wataalamu wote walioshiriki katika utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza na maandalizi ya kampeni ya awamu ya pili wakiongozwa na makatibu wakuu wa Wizara za Sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar. Tumeona na kushuhudia namna mlivyojitoa na kushughulikia kero za wananchi. Tunasema hongereni sana. Ndugu wananchi, haki ya mwanadamu katika jamii yoyote, hususan inayozingatia utawala wa sheria, ni msingi wa utawala bora. Tangu kuasisiwa kwa taifa letu, jambo la msingi na ambalo limekuwa la kipaumbele ni kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wote na kwa usawa. Kwa lengo la kufikia azma hiyo, mara zote serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya kisera na kisheria inayosimamia upatikanaji wa haki. Pamoja na jitihada hizi za serikali, bado kuna changamoto za wananchi walio wengi, hususan wanyonge, kutoipata haki kwa wakati, kwa usawa na ufanisi kutokana na umbali na gharama za huduma za kisheria. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kutokana na uhitaji huo, imeonekana kuna umuhimu wa kuimarisha mifumo ya kisheria ikiwemo kutungwa kwa sheria ya msaada wa kisheria sura ya 21 ya Tanzania na sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2018 ya Zanzibar, ambazo zinaweka jukumu kwa serikali la kusimamia na kuratibu huduma za msaada wa kisheria. Kupitia sheria hizi, serikali imeendelea kuweka na kutekeleza mikakati na mipango madhubuti ya kuhakikisha wananchi hususan wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za huduma za kisheria wanaifikia haki kwa wakati na kwa usawa. Baadhi ya mikakati ambayo serikali imechukua katika kufanikisha hili ni pamoja na kuendesha kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na kuanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika halmashauri zote 184 za mikoa ya Tanzania bara ili kutoa fursa zaidi kwa wananchi wenye changamoto za kisheria kupata huduma kwa urahisi
ndani ya halmashauri husika. Wizara ya Katiba na Sheria imeanzisha kituo cha huduma kwa mteja ambacho kinapokea na kushughulikia malalamiko, changamoto na migogoro ya kisheria ya wananchi. Ndugu wananchi, sambamba na hilo, serikali imeunda mfumo wa kidijitali wa kuhakikisha uzingatiwaji wa matakwa ya kisheria kwa watoa huduma za msaada wa kisheria na wasaidizi wa kisheria, kupokea na kuchambua takwimu za msaada wa kisheria nchini, kuwezesha utaratibu wa kushughulikia changamoto za kisheria ikiwemo rufaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuwezesha wananchi kupata huduma za kisheria na mrejesho wa haraka juu ya masuala yao walioyawasilisha. Lengo la serikali ni kuwezesha huduma kiganjani, na hii itawahusu wale wote wenye simu janja na hata simu za kawaida. Ndugu wananchi, mtakumbuka kwamba kwa mara ya kwanza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ilitekelezwa kwa muda wa miaka mitatu kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2026. Katika kipindi hicho mafanikio makubwa yamepatikana katika historia ya nchi yetu, ambapo kwa mara ya kwanza huduma za msaada wa kisheria zilifika kwa kiwango kikubwa hadi vijijini. Kupitia kampeni hiyo, wananchi walipata fursa ya kupatiwa huduma za kisheria bila malipo. Huduma zilijumuisha elimu juu ya masuala ya kisheria, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, uwakilishi katika vyombo vya utoaji haki kupitia mawakili wa kujitegemea, ushauri wa kisheria na kuandaliwa nyaraka za kisheria. Kupitia kampeni hii, wananchi wameelimishwa kuhusu taratibu za umiliki wa ardhi, utatuzi wa migogoro ya ardhi, ulinzi wa haki za makundi maalumu ikiwemo wanawake na watoto, masuala ya mirathi, ndoa, misingi ya utawala bora na haki za binadamu, masuala ya madai, jinai, umuhimu wa utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala na masuala mengine mengi ya kisheria. Kupitia elimu iliyotolewa, idadi ya wananchi wanaojitokeza kuwasilisha changamoto za kisheria imeongezeka sana. Ndugu wananchi, katika kipindi hicho kampeni ilitekelezwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar, ikifika katika halmashauri 195, kata 2029, wadi 110, vijiji 4287, mitaa 1645 na shehia 388, ambapo wananchi zaidi ya milioni 4 wamenufaika na kampeni hiyo. Hakika idadi ya wananchi waliofikiwa na kampeni hii ni kubwa kuwahi kufikiwa kupitia programu nyingine za msaada wa kisheria zilizowahi kutekelezwa. Mafanikio yalipatikana yalichangiwa na usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa kampeni na uwajibikaji wa pamoja wa wadau wote. Hata hivyo, kupitia kampeni hii, serikali imeona bado kuna uhitaji mkubwa wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi za jamii. Mathalan, mojawapo ya changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza ni wananchi wengi kutozifikia huduma za kisheria kwa urahisi. Baadhi ya wananchi kutopata huduma za kisheria kutokana na umbali kutoka mwananchi alipo hadi kufikia maeneo zinapopatikana huduma za kisheria, gharama za huduma za kisheria na uelewa mdogo wa sheria mbalimbali. Changamoto hizo zimekuwa zikigusa haki, utu na maendeleo ya wananchi. Hali hii imetupa msukumo wa kuja na awamu ya pili ya kampeni hii ili kukidhi mahitaji ya wananchi. Ni matarajio yetu kwamba katika utekelezaji wa kampeni hii ya awamu ya pili kutakuwa na huduma zilizoboreshwa ambazo zitawafikia wananchi wengi zaidi, hasa walio pembezoni. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tunapozungumzia usawa mbele ya sheria tunamaanisha kila Mtanzania bila kujali hali yake ya kiuchumi, kijinsia au mahali anapoishi
ana haki ya kupata huduma za kisheria kwa wakati na kwa ufanisi. Tunafanya hivyo tukitambua kwamba haki ya msingi wa amani, ustawi na maendeleo ya taifa letu. Tunafanya hivyo tukitambua kwamba haki ni msingi wa amani, ustawi na maendeleo ya taifa letu. Hivyo basi, uzinduzi rasmi wa awamu ya pili ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ni hatua inayolenga kuendelea kusogeza zaidi huduma kwa wananchi. Sambamba na kampeni hii, serikali imechukua hatua za makusudi za kuimarisha huduma za msaada wa kisheria kwa kutunga sera itakayotoa mwongozo wa usimamizi na uendeshaji wa huduma za msaada wa kisheria nchini. Hatua hii italeta mabadiliko makubwa ya kimtazamo na kimfumo katika utoaji huduma za msaada wa kisheria. Katika hilo, serikali imedhamiria kutumia fursa za tehama zilizopo nchini kusanifu na kujenga mifumo ya kielektroniki itakayorahisisha upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria. Hii ni hatua muhimu katika kuimarisha misingi ya uwazi na uwajibikaji katika kutoa huduma za msaada wa kisheria na kurahisisha ukusanyaji, utunzaji na uchakataji wa takwimu. Serikali inalenga kuvunja kabisa vikwazo vinavyosababisha wananchi kutoifikia haki kwa kuweka mifumo inayofikisha huduma hadi ngazi ya kata, vijiji, mitaa, shehia, ikiwalenga zaidi vijana, hususan wale walio katika vyuo vikuu na vyuo vya kati pamoja na makundi maalum. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mageuzi haya hayawezi kufanikiwa bila ya kupata ushirikiano wa dhati wa serikali na wadau wote. Ni rai yangu kwamba wizara zinazohusika zifanye kazi kwa karibu na wadau wote wanaohusika na mnyororo wa haki nchini. Utekelezaji wa kampeni uzingatie viwango vya kitaifa vya utoaji huduma, mfumo wa kupima utendaji, ufuatiliaji na tathmini, mfumo wa malalamiko na mrejesho kwa wananchi. Na kuombeni muendelee kuhubiri haki, amani na usawa. Tumieni majukwaa yenu kufundisha wananchi haki zao na wajibu wao. Mshiriki katika usuluhishi wa migogoro ya kijamii. Simamieni kama sauti ya haki katika jamii. Tunapozungumza kuhusu uzinduzi wa awamu hii ya pili ya kampeni, ni muhimu kuelewa kuwa serikali inatekeleza maono makubwa ya taifa letu kuelekea mwaka wa 2050. Dira ya 2050 tuliyojiwekea inategemea uwepo wa mfumo imara wa haki uliojengwa juu ya nguzo muhimu za utawala bora, amani, usalama na utulivu. Hivyo dira haiwezi kutekelezeka bila mfumo wa haki unaofanya kazi kwa ufanisi, unaoaminika na unaomfikia kila mwananchi. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 hadi 2030 imeweka kipaumbele suala la upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Hivyo kupitia ilani hiyo, serikali katika kipindi chake cha pili kinachoendelea iliahidi kupanua huduma za msaada wa kisheria, kuimarisha taasisi za kisheria na utawala bora, kuweka mazingira rafiki ya kisheria kwa uwekezaji, kujenga jamii yenye usawa na haki na mshikamano wa kitaifa. Kwa upande mwingine, kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili ni utekelezaji wa moja kwa moja kwa ahadi ya ilani ya CCM. Na waelekeza viongozi wa serikali wote wasimamie kwa dhati utekelezaji wa kampeni hii. Ondoeni vikwazo vyote, vinavyokwamisha haki. Hakikisheni mwananchi anapata huduma kwa heshima na kwa wakati. Wajibikeni kwa matokeo na sio kwa taratibu pekee. Shirikianeni kufanikisha kampeni hii ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa upande wenu naomba niwakumbushe kuwa elimu ya masuala ya kisheria inayoendelea kutolewa iwe chachu ya mabadiliko
kwa kuongeza utii wa sheria tulizojiwekea. Hilo litawezesha uendelevu wa amani, kuheshimiana na kujenga jamii yenye mshikamano na uchumi imara. Aidha, nawaomba mjitokeze kwa wingi kupata huduma za msaada wa kisheria zitakazowezesha kupata ufumbuzi wa changamoto za kisheria zinazowakabili na kuwezesha kutumia muda mwingi zaidi katika kufanya shughuli za kiuchumi zitakazowaletea maendeleo binafsi na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kampeni hii imeimarisha ushirikiano kati ya taasisi za sheria, imeweka msingi wa mfumo wa kitaifa wa msaada wa kisheria na wadau wengi wameingia katika utoaji wa huduma hizi za msaada wa kisheria, hivyo kujenga mfumo wa haki unaowafikia wananchi wote. Niwaombe wadau, hususan wadau wa maendeleo na taasisi binafsi, tuendelee kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwafikia wananchi wetu. Ndugu wananchi, ndugu wa viongozi, mabibi na mabwana, baada ya kusema maneno haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa napenda kutamka kuwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili imezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.